wetu ni mwema sana, anatupenda. Huyu aliyetukutanisha tena asubuhi ya leo anatupenda, tujue kweli yake yote. Neno lake linasema kama tunavyosoma katika kitabu kile cha Wakorinto mlango ule wa 12 mstari wa kwanza. Mungu anasema, basi ndugu zangu, kwa habari za karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Mungu wa mbinguni anatupenda sana. Ukisha kufahamu mwendo unatembea jinsi ambavyo Mungu wa mbinguni anataka. Tunaenda kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anatuongoza sisi kuenenda. Tukisikiliza zaidi Roho Mtakatifu anasema nini. Hivyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Tukienenda kwa mafundisho ya dini ndiyo yatupotoshayo na kutuondoa katika njia zetu na katika mwendo ambao Mungu wa mbinguni ametukusudia. Ukisha kujua mwendo ambao unatakiwa kuendea, hutakiwi kuacha, kwa sababu Mungu wa mbinguni hapendi mawazo mawili. Tunashindwa kukua katika imani na kuongezeka viwango ambavyo Mungu wa mbinguni anataka, kwa sababu tunakuwa na mawazo mawili, double minded. Tunakuwa na mawazo mawili pale ambapo Roho Mtakatifu anatusikizisha na anataka tuenende kwa viwango vile ambavyo anataka tuendee mwendo wa viwango vya kimbingu. Tunabaki na mawazo mawili. Wengine tunabaki kwenye mafundisho ya dini zetu na kawaida na mila na desturi zetu. Lakini Mungu wa mbinguni anaweza kukuvua vazi la asili ambalo limekuwa likikusumbua. Anaweza akakuvua vazi la asili za dini na mila na desturi, na akakuvisha vazi la utukufu, vazi la kimbingu ambalo lenye sifa yake mwenyewe. Sifa ya Mungu wa mbinguni ni nuru. Nuru ya Kristo ikikuongoza, utatembea mwendo ambao Mungu wa mbinguni anataka utembee. Ikiwa ni mwendo wa tai, utaenda mwendo wa kuruka kama tai ya rukavyo. Na ukienda kwa viwango ambavyo Mungu amekukusudia, basi utamwona Mungu akitenda katika maisha yako. Utabadilishwa, utavuliwa asili za kwenu, utavuliwa roho za miungu, utavuliwa roho za kichawi ambazo zinakupa uzito hata usiweze kuruka kama tai. Basi asubuhi ya leo tunaenda